lakini unaita mkono. Lakini vile vile kuna mkono wa shati, kuna mkono wa buli, kuna mkono wa kadha. Tunasema sisi mkono wa mkoba umekatika, tunatumia mkono, lakini inafanana? Eti haifanani, ni vitu viwili tofauti. Sasa na wewe itakidi ukiambiwa kwamba Allah anaishi, sema mimi naitakidi kwamba Allah ana uso lakini uso wake unafanana na viumbe wake. Allah ana mkono lakini mkono wake unafanana na viumbe wake. Allah anaishi lakini kifanana na viumbe wake. Kile ambacho alichokuwa yeye amejithibitishia. Kwa hiyo mwanafunzi anatakana afanye kazi elimu yake aqidatan, kiitikadi itakidi hivyo. Wa ibadatan, na kiibada, kwa maana jitahidi katika elimu ambayo alikuwa amesoma afanye matendo ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, ya kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhlaqan wa adaban, na vile vile kiakhlaki na kiadabu. Wa muamalatan, na vile vile kimuamala, katika kuamiliana na watu, basi elimu ndio itangulize katika muamala wake. Ajitahidi awe na muamala ambao ulikuwa mzuri na ndugu zake Waislamu, awe na muamala mzuri na wakubwa zake, awe na muamala mzuri na wadogo zake, awe na muamala uliokuwa mzuri na watu wa nyumbani ambao wanaishi nao, na kila ambaye unaamiliana naye unafungamanisha katika elimu, na isiwe kama muamala wako unafungamanisha na watu wa kidunia. Lianna hadha huwa thamaratul ilm, kwa sababu jambo hili ni tunda la elimu, kwa sababu kufanya hivi ndivyo tunda la elimu linavyopatikana. Wa huwa natijatul ilm, nayo ndio natija ya elimu. Wa hamilul ilm kahamil lislahihi, na mwenye kubeba elimu huyo anakuwa ni kama yule ambaye alikuwa amebeba silaha yake, imma lahu wa imma alayhi. Ima ile silaha itakuwa anaitumia na itamletea manufaa, au itakuwa dhidi yake, huenda ile silaha ile ikamuua yeye mwenyewe katika vita. Sasa elimu ima itakuwa laka, ipo kwa ajili yako, wa imma alaika, na ima itakuwa dhidi yako. Kwa maana elimu ukisoma na ukaifanyia kazi, hii itakuwa inakutetea elimu, na itakuwa inakuhami elimu, na itakuweka katika mazingira yaliokuwa mazuri duniani na akhera. Na ikiwa hutoifanyia kazi, basi elimu itakuwa ni dhidi yako, itakuwa katika pahala ambapo palipokuwa pabaya. Wa alayhi an yakuna da'iyan bi'ilmihi, kadhalika vile vile mwenye elimu anatakana kwamba awe ni mlinganizi kwa elimu yake ila Allah azza wa jalla, kuwaita watu kwa Allah azza wa jalla, kuwaita watu kwa Allah azza wa jalla, sawa ikiwa katika misikiti, sawa ikiwa kwamba wewe umetembea sehemu ukakutana na ndugu yako anafanya ovu miongoni mwa maovu, na wewe tayari una elimu ya jambo lile kwamba hili jambo anafanya na ndugu yangu ni jambo la makosa, unatekana kwamba mrejeshe. Wengi katika watu wanaona vibaya, shetani anawajia, anawalingania kwamba usimlinganie, atakuona umeleta jambo baya, atakuona kwamba vibaya, atakuhisi hivi, atakuhisi vile. La, unamwona ndugu yako anateketea, mlinganie. Unamkuta kwa pengine mathalan, na katika ulinganizi wako unatakana ukitanguliza kile ambacho unajua hichi nikimlingania hichi, na hichi ambacho kilichokuwa kimedhihiri kitaondoka. Mathalan unamkuta mtu amekata panki mnajua, nywele nyingine kubwa nyingine ndogo, amekata kibwenzi, amechonga nywele, ni jambo ambalo kwa limekatazwa katika sheria ya Uislamu. Lakini jiulize kwanza, huyo mtu anaswali? Simefahamu? Na wewe ukiwa hujajiridhisha na hilo, kwanza kaa naye, mwambie ndugu yangu unaswali? Mimi kuswali si swali. Mlinganie sasa katika jambo hilo la kuswali kwanza, kisha baadaye ndio utamlingania na jambo hilo. Sio kwamba umemkuta jamaa anakula mchana wa Ramadhani kwa mkono wa kushoto, anakula mchana wa Ramadhani kwa mkono wa kushoto. Sasa wewe unakimbilia katika kumkataza usile bana kwa mkono wa kushoto, watu pia atakuona vipi? Kwanza mwambie mbona unakula mchana Ramadhani? Simefahamu? Mlinganie katika hilo, mbona unakula mchana Ramadhani? Akitoa sababu ambazo unajua sababu hizi ni sababu kweli za kisheria na anaruhusika ale, mathalan labda ni mgonjwa, simefahamu, yani uko katika hali ambayo kwa sio nzuri, sasa hapo ndio utaondoka, utakuja katika sababu ni jambo la pili. Mwambie, lakini kwanza mbona unakula hadharani? Sheria kweli imekuruhusu ule, lakini usile hadharani kama hivi, sababu mwezi unakuona hupi heshima yake. Hakisha la pili unakula mkono wa kushoto, sheria pia imekataza.
Simefahamu? Na hivi ndio mtu anatakana alinganiwe katika mazingira kama hayo. Kwa hiyo mwenye elimu siku zote elimu yake ndio inamfafanulia kwamba huyu mtu huyu ambaye alikuwa amekuja nimlinganie vipi, au huyu nilokutana naye nimlinganie vipi, katika mazingira yapi, na nimtoe katika mazingira haya nimweke katika mazingira haya, kwa hii elimu ambayo nilikuwa nimesoma. Kwa hiyo ni elimu ambayo ndio mtu inamwangazia kwamba yule ambaye alikuwa amekuja amlinganie katika hali ipi. Anasema yadu fi kulli munasabatin, mwenye elimu analingania katika kila mnasaba, fil masajid, katika misikiti, wa fil majalis, katika nini, katika majalis, wa fil aswaqi, na katika masoko vile vile, wa fi kulli munasabatin, na katika kila mnasaba basi atalingania katika hali. Hadha nabiyu, huyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam, baada an ataahu Allah, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kumpa an-nubuwata wa risala, kumpa utume na ujumbe. Ma jalasa fi baitihi, mtume hakukaa nyumbani kwake akasema mimi nishakuwa mtume, mimi nishakuwa utume. Bal kana yadu nasa wa yataharrak, bali mtume alikuwa akiwalingania watu na alikuwa akienda huku na kule katika jambo la kuwalingania watu, akiwatoa watu katika visa kwa elimu, sio kwa ujinga. Na yeye ni mtume sallallahu alaihi wasallam. Simefahamu? Baadhi ya watu, baadhi ya mapote jamaatu tabligh wanatumia mwanya huu kwamba mtume yeye baada ya kupewa utume tu ameenda kuwalingania watu. Simefahamu? Kwa hiyo na wao baada ya kushakuachishwa bangi, na wao baada ya kushakuachishwa unga pale pale kwamba ameshwa vilemba kisha nenda kulingania watu. La, sio hivyo. Bali kwanza unatakana ushibishwe kielimu, uwe kielimu, kwa sababu unapolingania ujue kwamba kuna masaili mengi sana yanaweza kadhihiri kwako wewe, na unaweza ukafanya nini, ukaipoteza jamii. Ujinga siku zote ni mtihani, na watu wajinga siku zote ndio ambao wanaleta mabalaa katika jamii, ikiwa kwamba wao ndio ambao walipewa mamlaka ya kuweza kuongoza sehemu, ya kuweza kuwasimamia Waislamu katika masuala ya dini, lakini wanasimamia kiujinga. Na maana huo ni mtihani na ni nini, na ni balaa. Bali mwenye elimu ndio ambaye atakayeweza kuongoza watu kisawa sawa. Na ndio mfano katika jambo hili wanachuoni wanapenda kutoa mfano mmoja wa mmoja katika mwanachuoni alikuwa ni mtabibu hodari sana. Sasa babake akaja kufa, yule baba mtu akafa, akabakia mtoto. Mtoto siku zote alikuwa akiambiwa na babake njoo kusomeshe, mtoto hataki. Akaacha vitabu vingi sana yule mzee katika masala ya tiba. Sasa wale watu wa mtaa na watu ambao walikuwa wanamjua yule mzee, yule shekhe alim, wakasema kwamba lakini huyu alim huyu amefariki, lakini ameacha mtoto. Kwa hiyo haya mashakili yetu turudi kwa mwanawe, atatusaidia. Mtoto jahil, hamna kitu yani. Basi wamekwenda watu wanamwendea, sina hichi, tuna kile. Sema subirini nitakujibuni. Akakumbuka yule mtoto kwamba baba kumbe kaacha vitabu. Akaingia kwenye vitabu akapekura. Jicho lake likaja kuangukia hadithi inasema habati sauda shifaa min kulli da. Lakini sasa kile kitabu alichofungua kile kimekosewa typing error, kimechapishwa vibaya, likatokezea kosa pale. Badala ya kuandikwa habatu sauda ikaandikwa hayatu sauda, nyoka mweusi. Shifaa min kulli da, ni tiba kila kitu. Akamwambia hii itanisaidia hii, kila ugonjwa utakaokuja mimi hapa hii. Kwa hiyo mtu akija tafuta nyoka mweusi, tena akitaja katika njia tofauti tofauti, tafuta nyoka mweusi. Wewe kwa tatizo lako tafuta nyoka mweusi asife, akugonge, ile sumu yako utapoa. Mwingine anasema tafuta nyoka mweusi, yani msagesage kunywa. Kwa hiyo akawaulisha watu wengi sana. Na anasema na chuoni inasemekana kwamba na yeye mwenyewe alipoumwa, kwa sababu wale waliokuwa wamewapa ile dawa naona hawaoni tena tu, kwa hiyo hamjui tena katika matatizo, wanajua washapoa, kumbe washakufa. Kwa hiyo akaona kweli hii imeleta shifa, na yeye mwenyewe ikamua ile. Sasa ndo anatulia mfano, anasema kwamba huu ni ujinga.
ndio unapofikisha mtu pahala. Kwa sababu mtu ambaye alikuwa kasoma anajua kwamba nyoka mweusi dawa kivipi yani? Vipi awe nyoka mweusi dawa? Ukifuatilia unajua kumbe hapa pana tepingera, kuna makosa. Pia mfano huo wanaotolea kwa mtu ambaye anajisomea yeye mwenyewe vitabu, kama huyu ambaye alikuwa ameingia katika vitabu hakutaka kusomeshwa, akapata misingi ya kuweza kuingia katika vitabu, matokeo yake ndo akaolisha watu. Anasema wa alayhi an yakuna mutahalliyan bil hikma, na juu yake kujipamba na hikma, haithu yaqulu Allah ta'ala, kwa namna ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema yu'ti al-hikmata man yasha, Allah humpa hikma amtakaye, wa man yu'ta al-hikmata faqad utiya khairan kathira, na yote ambaye atakayepewa hikma basi kwa hakika mtu huyo anakuwa amepewa khairi iliyokuwa nyingi sana. Wal hikma yakuna talibul ilm murabbiyan li ghairihi, na hikma ni kuwa mwanafunzi mwenye kutafuta elimu, murabbiyan li ghairihi, kumlea mtu mwingine, bima yatakhallaqu bihi min al akhlaq, kwa yale ambayo alikuwa yeye amejipamba nayo katika zile tabia, wa bima yad'u ilayhi min dinillahi azza wa jalla, na kwa yale ambayo yeye analingania watu kuwaita katika dini ya Allah azza wa jalla, bihaythu yukhatibu kulla insan bima yaliqu bihalihi, kwa namna ambayo yeye anamlingania na anamkhutubia na anamsemeza kila yule mwanadamu kwa ile hali ambayo inayostahiki, inayoendana na yeye, kwa maana analingania. Wa idha salakna hadha at-tariqa, wanasema ahlul ilm, tutakapopita sisi njia hii, hasala lana khairun kathir, patapatikana khairi ambayo ilikuwa kubwa sana, kiwa kwamba sisi tunalingania watu kwa mujibu wa hali ambazo wao walikuwa wako nazo. Kadhalika vile vile wa ala talibin ilm, ni juu ya mwanafunzi mwenye kutafuta elimu, ayakuna sabiran ala alilm, au ni mwenye subra juu ya elimu, ay muthabiran alayhi, au mvumilivu juu yake, la yaqta'uhu, asikate hiyo elimu, kwa maana siwe ni mwenye kukata ile jambo la kutafuta elimu, wala yamallu, wala siwe ni mwenye kuchoka, bali yakunu mustamirran fi ta'allumihi biqadri almustata', bali awe ni mwenye kuendelea katika kutafuta kwake elimu kwa kadri ya ule uwezo ambao alikuwa amewezeshwa, ajitahidi, asiwe mwenye kulikata njiani jambo hilo, lakini ajue katika kutafuta kwake elimu kuna vikwazo vingi, kuna maadui wengi ambao wanazuia yeye asiweze kutafuta elimu, na adui mkubwa ni shetani alayhi la'natu min Allah. Huyu ndio ambaye adui mkubwa, na unatakana kila wakati mlani huyu, jilinde kwa Allah kutokana na shari zake, kwa sababu huyu ni adui ambaye alikuwa mkubwa. Kisa kile anaelezea Ibn Nasr katika Tabaqat, kisa ambacho siku moja Ibilisi alikuweko na watu wake, wafuasi wake, wakamuuliza, ambayo ni kisa maarufu, shakielezea sana. Kamuuliza, kwa nini wewe anapokufa mtu mwenye kufanya ibada unakuwa ufurahi sana kuliko akifa mtu mwenye elimu, unakuwa unafurahi sana? Kivipi? Akamwambia, intariqu bi, ondokeni pamoja na mimi, twendeni. Wakaondoka pamoja na yeye, wakenda mpaka akafika kwa mtu ambaye mwenye kufanya ibada, lakini si mtu ambaye anajishughulisha na elimu. Ibada zake haziendeshi kielimu, anafanya ibada kwa wingi sana, lakini ibada zake hazina mafungamano ya elimu. Sasa alipomaliza ibada pale, Ibilisi akamuuliza swali yule jamaa pale, akamwambia, hivi kweli Allah na uwezo wa hii dunia yote hii ya kuifinyanga akesha akaitia katika yai? Nimefahamu ile swali. Yaani dunia yote hii akafinyanga Allah akesha akaitia katika yai, hivi ana uwezo wa kufanya hivyo Allah? Akamwambia, akafikiria yule mwenye kufanya ibada kwa dunia mkubwa kuliko kiai, na viai viko vingi hata. Nimefahamu. Jawabu akasema hawezi. Ibilisi akaelekea wafuasi wake, akamwambia, umeona, swali la kwanza tukashanga kupotea. Swali la kwanza tukashapotea. Kaangalia dunia, akaangalia kiai, lakini akaacha kuangalia uwezo wa nani? Wa Allah subhanahu wa ta'ala.
kaambia tuondokeni, laana isije kashuka hapa ikatupata. Kaondoka, kaambia wakaenda katika majlisi ya elimu, wakamkuta mwanachuoni anadarasisha, anatoa elimu. Alipomaliza kudarasisha akamtupia swali lile lile, akamuuliza, hivi inawezekana Allah kuichukua dunia yote hii akaifinyanga akaitia katika yai? Akamwambia ndiyo inawezekana. Akaambia kivipi? Akaambia inma amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah jambo lake anapolitaka uliambia tukun, kuwa, fayakun, likawa. Akaelekea watu wake akamwambia, mnaona huyu ndo mimi adui wangu huyu, maana huyu nilipambana naye tangu kutafuta kwake elimu, ikawa nimeshindwa mpaka amekuwa sasa anasaidia wengine. Kwa hiyo huyu anawatoa watu katika kiza, na huyu mimi ndo adui wangu mkubwa. Mtu mwenye elimu, sababu mwenye elimu anakwenda kwa misingi ya elimu. Lakini mtu ambaye alikuwa hana elimu, ajishughulishi na elimu, mawazo yake ndo anavyompelekesha. Kwa hiyo yule yeye akaona dunia ni mkubwa na kiai ni kidogo, ile jambo haliwezekani hilo. Akaacha kuangalia uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mwenye elimu anatakana kwamba yeye ajitahidi elimu yake ndiyo yeye inamuongoza katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri. Kwa hiyo faliyasbir, na asubiri ala ilmi, juu ya kutafuta elimu, wala yamallu, wala sichoke, wala kashawishiwa na shetani. Fa innal insana, kwa sababu mwanadamu idha tarakahu almalal istahsara wa taraka, ikiwa mwanadamu atakuwa ameingiliwa na akafikiwa na kuchoka, basi mwanadamu huyu anakuwa anaingia katika hasara, na akaacha jambo la kusoma, basi ndio moja kwa moja anakuwa katika hali iliyokuwa mbaya. Kuchoka kupo na kudhoofika kupo, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema inna likulli shay'in shirra, au katika baadhi ya riwaya imekuja inna likulli amali shirra. Kwa hakika kila kitu kina uchangamfu wake, wa likulli shirra fatra, na kila uchangamfu una kuchoka kwake. Simefahamu, kila uchangamfu una kuchoka kwake na kudhoofika kwake. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada, yule ambaye atakayekuwa kuchoka kwake, kudhoofika kwake ni kuelekea sunna. Manake yeye alikuwa anafanya ibada, lakini mara kaona kuchoka na vitu kama hivyo, labda ansoma Qur'ani akawa amechoka, wacha nijipumzishe kidogo, huko akaleta adhkar. Subhanallah, manake amechoka katika jambo fulani, lakini ameangukia katika jambo jingine. Simefahamu, anaswali swala za sunna, amechoka, akasema hebu acha mvute Qur'ani, asoma Qur'ani. Huyu mtu anakuwa ameongoka. Manake mtu kuchoka kwake kusiwe kwamba kuchoka kwa kuacha, yani amechoka jambo fulani lakini ameingia katika jambo jingine. Kisha akasema man kanat fatratuhu ila ghairi dhalika faqad halaka, na yule ambaye atakayekuwa kuchoka kwake, kudhoofika kwake sio katika jambo la sunna, kutekeleza jambo la dini, basi mtu huyo anakuwa ameangamia. Ndo hawa, yaani kwamba yeye amechoka, ameacha kabisa jambo la kusoma. Akiulizwa vipi jambo la kusoma, shasoma sana bana, naona inatosha tena, acha nitafute maisha. Kuna imamu mmoja wa msikiti, nikamwambia shehe, ninapokumbuka imamu wa msikiti kijana tu, lakini mbona umeacha jambo la kuswalisha, jambo la khair? Ustaze, maisha sasa hivi yanapiga kulikweli. Nikamwambia ulikuwa mtuongoza msikitini, maisha kwanza, maisha ndio kitu cha mwanzo kwanza, sasa hivi natafuta maisha. Nikamwambia naona mpiga pamba kama si imamu tena, maisha kwanza. Sasa Ramadhani hii, kuna Ramadhani sijui ngapi, kaonana naye msikitini, baada ya kuniona tu akacheka, akakumbuka vile vituko vyake, na alitusalisha yeye swala hiyo ya magharibi, ilikuwa magharibi. Sasa nikamwangalia akanacheka, maana nilikuwa nataka kumwambia hebu njoo nikukumbushe maneno yako, lakini kuniona tu akacheka. Sasa maisha mtu kweli anatafuta, lakini dini yake ndio kitu kikubwa sana chenye thamani kubwa. Maisha ni katika mlango wa dharura, natakana utafute, lakini kwamba kuna kitu ambacho wewe ndio ulichowekewa hapa duniani, kumwabudia Allah na ibada. Maana lazima uisome, ndio taratibu ambao Allah aliweka. Na miongoni mwa kusoma
ujifundishe jambo la kusubiri katika kutafuta elimu, usiwe ni mwenye kushindwa njiani. Na kuna mengi kabisa wanachuoni wameyazungumza kuhusiana na mtu ambaye amekujishughulisha na kusoma, lakini mwanadamu mwenyewe anajijua yeye mwenyewe kusoma kwake na zile harakati zake na zile tabu zake na yale ambayo alikuwa yuko nayo. Yeye mwenyewe anajijua mwanadamu kwamba mimi kusoma kwangu kumedhoofika, mimi kusoma kwangu kuko imara, mimi kusoma kwangu kuko katika hali fulani. Kila mwanadamu anajijua mwenyewe. Yani wewe mwenyewe unajifahamu, unajielewa, na unatakana ujikague kwamba mimi kusoma Qur'ani najua, hadithi nishasoma vitabu hivi, masala haya nishasoma hivi, na nafahamu nini mimi, labda nikiletewa maswali au kuna jambo linaweza kaja, nafahamu vipi mimi. Sasa wewe unatakana kwamba usome ili ufikie level ambayo yakuwa kwamba na wewe unatumikia Uislamu, ili ukifika mbele ya Mola wako umwambie kwamba mimi nilifanya jambo hili na hili na hili. Miji yetu hii imeathiriwa sana na sekula, kuanzia chini mpaka kufikia juu. Lakini miji wenzetu baadhi yao walilahi alhamdu, kama miji ya Saudia, elimu ya dini, tauhidi ipo kwa wingi sana. Mzao mkuta jeshi lakini amesoma tauhidi kisasa, na amesoma dini kisasa. Lakini miji yetu sisi na mitihani. Lakini sasa Allah amekupa taufiki wewe, akakuletea ilham, akakuzindua, basi akishakuzindua katika hilo, shikamana na jambo la kusoma dini. Na hususan mwanamume anapata wepesi sana kuzinduka, kwa sababu ile kuingia msikitini akasikiliza, kwa baina aliingia sehemu msikitini akasikiliza darasa, lakini amefika pale akakuta kuna darasa pale, amekuja kuswali elekea akakuta kuna darasa, akasikia mawili matatu akazinduka, kumbe mimi natakana nisome, sitekani niwe hivi, akapata kuzinduka. Kwa hiyo akajiangalia kwamba mimi katika kusoma kwangu nina udhaifu na hichi, kwa hiyo nisome, ili ukifika mbele ya Allah usiwe kwamba wewe huna hoja kwamba ya Rabbi mimi nilikaa darasani nilisoma. Kwa sababu yule ambaye atakuulizwa maswali yule kaburini, man rabbuka, ma taqulu fi ar-rajuli alladhi bu'itha fikum, ma dinuka, yeye atabakia wale malaika watamsimanga, watamwambia ma daraita wa ma talauta, wewe na maana hukusoma kabisa. Utamsimanga na kumwadhibu, na maana hukusoma kabisa wewe. Kwa sababu ukiangalia maswali mepesi sana, yani hayana uzito wote maswali haya. Lakini ikiwa wewe si mtu wa tauhidi, ikiwa wewe si mtu wa dini, elewa maswali hayo hutoweza kuyajibu mpaka kiyama. Hutoweza kuyajibu maswali hayo mpaka utaingizwa wapi? Kaburini. Hutoweza kuyajibu maswali hayo, isipokuwa yule mtu ambaye alikuwa yeye amefungamana kisawasawa na dini yake, na kawa anampokesha Allah kisawasawa. Yani hata useme acha ni aliyekoze ya maswali, yani ukikutikana unazunguka msikiti, ma rabbuka, rabbi Allah, ma dinuka, dini alislam, ma taqulu fi rajuli alladhi bu'itha fikum, Muhammad, simefahamu. Kisha unampa mwenzako maswali, hebu fanya kama unauliza ekti kama ndo munkar wa nakiri, yani simefahamu. Yani unaulize kazana, lakini usiniulize kama kwa pole yani. Watu wengine walikuwa wanafanyia kazi vitu kama hivyo. Mmoja anamuuliza marabuka, shika kazana hivyo, mimi sishtuki ati marabuka, bado kidogo ongeza sauti marabuka. Sasa ndio rabbi Allah, la yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah atathibitisha wale ambao walioamini kwa kauli thabit fil hayati dunya fil akhirah. Hawa ndio ambao watakofanya nini? Atakawathibitisha. Tufikieni hapo kwa leo. Tukija biidhnillah tabaraka wa taala tutakuja kuendelea na darasa. Leo ilikuwa tuna pirika nyingi sana na dharura nyingi, lakini alhamdulillah tume